Maafisa wakuu kutoka nchi za E3 kwa maana nchi za European Union ambazo ni Uingereza, Ujerumani na Ufaransa wameonya utawala wa Donald Trump kwamba Iran inazuia kwa makusudi mazungumzo ya makubaliano mapya ya nyuklia ili kuzuia uwezo wa kuweka vikwazo ikiwa hakuna makubaliano yaliyoafikiwa. Kulingana na vyanzo kadhaa vinavyofahamu suala hilo ambao walizungumza na gazeti la Jerusalem Post la nchini Israel, chini ya makubaliano ya mwaka 2015 ya nyuklia, nchi wanachama zina mamlaka ya kuiwekea Iran vikwazo vikubwa vya Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa kupitia njia inayojulikana kama snapback, kujibu ukiukwaji mkubwa wa ahadi za nyuklia za Iran. Chaguo hili halitapatikana tena baada ya Oktoba, tarehe ya machweo, wala saini ya Umoja wa Ulaya kwa Iran kwamba ikiwa makubaliano mapya ya maana ya nyuklia yatafikiwa ifikapo Agosti, wataanzisha utaratibu huu ambao utasababisha vikwazo vikubwa kwa Iran. Hata hivyo, mataifa hayo ya magharibi yanaitaka Marekani iachane kabisa na mpango wa mazungumzo kati yake na Iran ili tu waendelee kuweka vikwazo kwa taifa hilo la Kiajemi. Watu wa Ulaya waliambia Marekani kwamba lazima kuwe na muda uliowazi wa mazungumzo hayo, vinginevyo wa Iran watakwama kimakusudi kuunda makabiliano kati ya Marekani na Ulaya katika jitihada za kuzuia matumizi ya utaratibu wa vikwazo, vyanzo kadhaa viliambia Jerusalem Post. Siku ya Jumapili, waziri wa mambo ya nje wa Iran Abbas Araghchi alionya kwamba ikiwa wazungu wataanzisha utaratibu wa haraka ulioanzishwa chini ya makubaliano ya nyuklia, Iran itajibu kwa nguvu. Hata hivyo, Araghchi amesema kwamba itakubaliana kutokubaliana katika kurutubisha uranium. Hata hivyo, kutokubaliana kwa msingi kati ya pande zote kunahusu urutubishaji wa uranium, wakati utawala wa Trump ukiweka wazi kuwa hautaruhusu Iran kurutubisha madini hayo ya uranium chini ya makubaliano mapya. Iran inasisitiza kuwa ina haki ya kurutubisha uranium kwa ajili ya mpango wake wa nishati ya nyuklia wa kiraia. Afisa wa ngazi ya juu wa Marekani aliliambia gazeti la Post baada ya mazungumzo ya Ijumaa nchini Oman kati ya mjumbe wa Trump na waziri wa mambo ya kigeni wa Iran Abbas Araghchi kwamba baadhi ya mafanikio yamepatikana, lakini bado kuna kazi ya kufanywa. Mazungumzo yalikuwa ya kujenga na pande zote mbili zilikubaliana kukutana tena hivi karibuni, afisa huyo alisema. Hata hivyo, moja kati ya changamoto kubwa ambazo nchi za magharibi zinaona wakati huu kwa Marekani ni kwamba haiwahusishi katika mazungumzo ya aina yoyote ya makubaliano ya nyuklia kati yake pamoja na Iran, jambo ambalo wanaona kwamba kuna uhalisia fulani kwamba huenda rais wa Marekani Donald Trump akakubaliana mambo ambayo yatakuwa ni kinyume na taratibu ambazo nchi za magharibi hazihitaji. Basi mtazamaji wa The World News, na wewe pia una nafasi ya kulike, una nafasi ya kucomment, kadhalika na kusubscribe channel yetu hii ili uweze kupata habari hizi kwa mapana hapa The World News. Mimi ni Adam Hussein, endelea kuwa nasi wakati wote, endelea kutufuatilia.